Usikimbilie mafanikio bila ufahamu, kwa sababu mafanikio bila hekima ni nyumba iliyojengwa juu ya mchanga. Usilie sana kwa sababu ya kuchelewa kwako. Mti mkubwa hukua polepole. Mito mikubwa huanza kama vichwa vidogo. Majengo marefu huanza misingi iliyo chini ya ardhi. Usivunjike moyo kwa sababu ya maumivu yako. Wakati mwingine Mungu humlea mtu wa kesho katika mazingira ambayo mtu wa leo hawezi kuelewa. Ukiona hakuna anayekuelewa, kumbuka kuwa mbegu huota gizani. Tai hujifunza kuruka mbali na kelele za umati wa watu. Ruru hupatikana ndani ya kini cha bahari, na dhahabu husafishwa kwenye moto kabla hawajafika wafalme kama taji yao. Tulia, mtu wa Mungu, jifunze kukua. Vumilia, omba, soma neno, heshimu majira, kubali mafunzo ya Mungu, kwa sababu mwisho wa mtu hauamuliwi, hautambuliwi na kuamuliwa na namna alivyoanza, bali namna alivyojengwa. Amejengwaje? Na mwisho wa yote, atakayevumilia mchakato wa Mungu atabeba utukufu ambao huwezi kumomolewa na upepo wa dunia, kwa maana kile kilichojengwa na Mungu hakitikiswi na misukosuko ya nyakati. Maana mizizi iliyochimbwa kwa kina haiogopi ukame, na moyo uliojengwa katika hekima ya Mungu haushambuliwi na zoruba za maisha. Kiwango kubwa cha kibali si utajiri, ni uwajibikaji. Mungu hawezi kukabidhi mataifa kabla hajakupitisha katika majaribu. Hawezi kukabidhi watu kabla hajakukabidhi tabia. Kibali kikubwa kinahitaji moyo mkubwa. Kibali si kwa ajili ya starehe, kibali kwa ajili ya kutimiza makusudi ya Mungu. Watu wengi wana mafanikio, lakini sio wote wanatimiza makusudi. Kibali cha Mungu hakipimwi kwa ukubwa wa nyumba. Kibali kinapimwa kwa ukubwa wa kusudi linalotimizwa kupitia maisha yako. Imani humfanya mtu amfuate Mungu. Neema humfanya Mungu asimwache mtu wake. Kibali humfanya Mungu amtumie mtu. Imani ni mwanzo wa safari, neema ni nguvu ya safari, kibali ni matokeo ya safari. Lakini kusudi la Mungu ndio mwisho wa safari. Neno mwisho nasema usiombe kibali peke yake, omba moyo wa kubeba hicho kibali. Usiombe neema peke yake, omba hekima ya kutembea ndani ya hiyo neema. Usiombe imani peke yake, omba uaminifu wa kusimama mpaka mwisho kwenye hiyo neema. Kwa sababu mwisho wa yote si kubarikiwa, mwisho wa yote ni kutimiza kusudi la Mungu kupitia maisha yako. Ndio mwisho wa yote.